Aprili 9. Jumatano. Mwaka wa 2025. Uhakika wa mwanafunzi wa uinjilisti, Matendo 19:8. Kwa muda wa miezi mitatu Paulo alikuwa akienda katika sinagogi, akawa na majadiliano ya kuvutia sana juu ya ufalme wa Mungu. Kuna kitu ambacho wanafunzi wa uinjilisti lazima wawe na hakikisho ndani yake. Mara tu wanapojua maombi ni nini, wanaweza kupokea manufaa makubwa kutokana na hili. Kwa kusema kisayansi, Mungu aliwapa walinzi alama ya nyota sifa muhimu, na kuna sababu nyuma ya hili. Hivi sasa mashirika hayo matatu na Waislamu wameiteka dunia nzima. Wanefili na mashirika ya kidini wametekwa na nguvu za giza. Pia wameushinda ulimwengu mzima kupitia kutafakari kwa kupita maumbile na kudhihirisha uwezo wao kupitia hili. Kwa wakati huu lazima ujitayarishe kama mlinzi. Hiyo ni umakinikaji wa aina tatu, mipangilio tatu na majibu tatu. Kuna kiwango kwa mlinzi. Nguvu ya kiti cha enzi ni jukwaa la mlinzi, mnara wa mlinzi ambao huangaza nuru kwa wengine, na antena ambayo ina mawasiliano ya kiroho na ulimwengu wote. Kuna utambue kuanzia sasa. Moja, unachopaswa kuonyesha ujumbe kwa remnant ambao wamesimama kama walinzi. Lazima uwaonyeshe furaha ya maombi ya masaa 24 na uwezo wa maombi ya masaa 25. Kisha lazima uifanye ili washike maombi ya milele na kutekeleza uinjilisti wa ulimwengu. Unapaswa kuweka maombi ya masaa 24 na 25 katika matumizi na yawe yako kwa 100%. Unapaswa kwenda mbele na siri hii. Mbili, unachopaswa kuwa nacho mambo matatu wakati maombi ya masaa 24 ambayo yanaokoa leo yanapofanyika. Nguvu ya kiroho na jibu la 24 litadhihirika. Kisha nguvu ya 25 inayookoa ulimwengu itafuata. Siri inayobadilisha zama inayoitwa milele itadhihirika. Kwa hiyo Paulo alienda kwenye masinagogi na kufundisha juu ya Kristo, ibada, maombi na ufalme wa Mungu. Tatu, hakikisho tano, kitu ambacho kitatikisa remnant kitatokea katika siku zijazo. Ni kwa wakati huu lazima uwe na uhakika wa wokovu, uhakikisho wa msamaha wa dhambi, uhakikisho wa majibu ya maombi, uhakika wa ushindi na uhakikisho wa uongozi wa milele wa Roho Mtakatifu. Yesu alimtuma mshauri, Roho Mtakatifu, kwako na atawafundisha mambo yote, kuwakumbusha, kuwaongoza katika kweli yote na kuwaambia mambo yajayo. Kuna agano ambalo remnant wanapaswa kulishikilia na kulitambua. Njia ambayo remnant huanza sio ngumu bali ya baraka. Sio mateso bali ni mchakato tu, na si mwisho bali ni mwanzo tu. Ombi la agano. Mungu Baba, leo uwe wakati wa maandalizi. Ninapofanya ibada leo na kesho, naomba nguvu za giza zinazotenda kazi juu ya makanisa katika ulimwengu mzima na kutokuamini kwangu kufungwe. Katika maeneo ambayo watu wanauawa kikatili kwa sababu ya kutokuwa na Injili. Naomba enzi ya wikendi ya siku tatu ambamo mwanga wa Injili utendeke. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.